Sasa ni habari za biashara na uchumi, mtazamaji wa Channel 10 Plus, karibu sasa, ambapo tunaanza na taarifa inayoeleza kwamba Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashantu Kijaji amemwagiza Katibu Mkuu wa wizara hiyo Dr. Hassan Abasi kufanya tathmini ya filamu ya Tanzania Royal Tour ili kubaini mafanikio na changamoto katika mchango wake wa sekta ya utalii nchini. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa kamili. Waziri Kijaji ametoa maagizo hayo jijini Dodoma wakati akipokea tuzo 5 za kimataifa ambazo Tanzania imefanya vizuri katika sekta ya utalii. Utayari wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta ya utalii umetufikisha hapa tulipo leo. Inakutaka Katibu Mkuu tufanye tathmini ya kina ya utekelezaji wa maelekezo, fursa na mikakati iliyobainishwa kupitia Royal Tour kuanzia pale alipoishia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tathmini hiyo ilenge pamoja na mambo mengine kubaini hatua zilizochukuliwa, mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizopo na maeneo yanayohitaji kuimarishwa. Awali akizungumza katika hafla hiyo ya kupokea tuzo hizo za utalii duniani, Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii Dr. Hassan Abasi akaelezea aina ya tuzo hizo na mafanikio yaliyopatikana. Nchi yetu katika tuzo zilizopita kule Bahrain tumeorodhesha, tumepata jumla ya tuzo 5. Kubwa tunayoicelebrate ni hiyo ya kidunia ya kwanza ambayo ni World's Leading Safari Destination. Lakini pamoja na hiyo tuzo, nchi yetu pia ilipata hifadhi bora ya dunia. Alafu Mheshimiwa Waziri, wadau wetu wa sekta binafsi kwenye kategoria za tuzo, kuna watu wanashindanishwa mahoteli bora, kuna destination za city tourism. Tuzo ziko nyingi, lakini wadau wetu wanaoitwa Serengeti Balloon Safaris wao walishinda kuwa ndio leading balloon ride operator duniani. Kupatikana kwa tuzo hizo 5 za kimataifa ni ushahidi wa jitihada za serikali katika kuitangaza Tanzania kama kitovu cha utalii duniani, huku tathmini ya filamu ya Tanzania Royal Tour ikitarajiwa kuimarisha zaidi mikakati ya kukuza sekta hiyo kwa manufaa ya uchumi wa taifa na wananchi kwa ujumla. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma Ujiji inatarajia kuongeza mapato yake ya ndani kutoka milioni 450 kwa mwaka hadi kufikia bilioni 1.2 kwa mwaka ujao, na hiyo inatokana na kukamilika kwa ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inatekelezwa kwenye manispaa hiyo na kuleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi kwa wakazi wa mkoa wa Kigoma. Tujiunge na mwandishi wetu Mwajabu Hoza kutoka huko Kigoma. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji Kisena Mabuba wakati wa ziara ya kukagua miradi inayotekelezwa katika manispaa hiyo. Mabuba anasema kukamilika kwa miradi ya kimkakati ikiwemo soko la Mwanga ambalo awali lilikuwa likichukua wafanyabiashara 800 hadi 1000, ambalo kwa sasa ujenzi wake umefikia 43%. Kukamilika kwake kutachukua wafanyabiashara 4000 na hivyo kuongeza mapato ya ndani. Mradi huu unaenda kuinua mapato ya ndani ya manispaa. Kwa mwaka mmoja, wakati wafanyabiashara wale waliokuwepo kwa vibanda vilivyokuwepo tulikuwa tunakusanya kwa takriban milioni 450 kwa mwaka, lakini hapa tunaenda kukusanya bilioni 1.2. Kwa hiyo itakuwa na ongezeko kubwa sana la mapato ndani ya manispaa yetu. Moja ya vitu atakavyokuwa wanaangaliwa ni wale waliokuwa na vibanda eneo hili. Kwa hiyo hili ndio la kwanza, lakini vibanda vitakavyokuwa vimebaki vitatangazwa kwa mfumo wa serikali. Mhandisi Joseph John anayesimamia mradi wa soko la Mwanga anaeleza hatua za mradi huo. Endelea mradi kwa sasa hivi ni 43%. Kama mnavyoona sasa hivi tuko kwenye kuna baadhi tumeshafika kwenye basement. Tumeshatoka kwenye basement kwa maana kwamba substructure tumeshamaliza. Sasa hivi tuko superstructure. Mradi tumetakiwa kukabidhi tarehe 31 Disemba 2025, lakini tuomba an extension of time. Kwa hiyo tunategemea mpaka tarehe 24 Aprili 2026
tutakuwa tumeshamaliza mradi. Kwa upande wa sekta ya elimu, afisa elimu msingi manispaa Richard Mtauka anasema awali kulikuwa na upungufu wa vyumba vya madarasa 592 ambapo serikali imetoa fedha zaidi ya bilioni 2.5 kwa ajili ya ujenzi wa shule 13 za msingi. Bilioni 2,597,587. Fedha hizi zilizoletwa ni kwa ajili ya ujenzi wa shule. Kwa kiasi kikubwa sana utapunguza changamoto ya mlundikano wa wanafunzi ambao ulikuwepo hapo awali, na tunategemea kama alivyosema mwalimu hapa, tarehe 30 mwezi wa 12 shule zote ambazo zinaendelea na ujenzi tutakuwa tumekamilisha na tutakabidhi kwa mkurugenzi ili na yeye sasa akabidhi viongozi wa mkoa kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi. Katika ziara hiyo, mkurugenzi wa manispaa Kigoma Ujiji Kisena Mabuba pia alitembelea ujenzi wa vituo vya afya ndani ya manispaa hiyo. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Hiyo ya Mwajabu Hoza inatukamilishia habari za biashara na uchumi kwa leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mtazamaji, tunakwenda mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko hayo mafupi Esther Mtebe atakuja hapa kwa ajili ya kukujuza yale ambayo yamejiri katika michezo na burudani.